mifumo na mitazamo mingi ambayo inaamua maisha ya kila mwanadamu ambaye tunayemwona. Na itoshe kusema kwamba wingi wa mifumo hii unaamua matokeo ya kila mtu ambaye tunamuona na matokeo anayoyapata katika maisha yake. Kwa uzuri, ipo mifumo ambayo pia inaeleza kuhusu metano, na mifumo hii ni mfumo wa kifalsafa pamoja na mfumo wa kisaikolojia, philosophical and psychological view of metano. Kwa umoja, kupitia mifumo hii miwili, metano ni mabadiliko ya kina na ya ndani ya fikra, akili, mtazamo na ufahamu wa mtu kuhusu maisha. Hivyo sio mabadiliko ya nje tu, bali ni mabadiliko ya ndani ya mtu kuhusu ulimwengu na kuhusu vile ambavyo anayatazama maisha. Katika mifumo hii miwili zipo hatua tofauti ambazo mifumo hii inaeleza kwa kina kuhusu metano. Na hatua ya kwanza ni inner transformation, mabadiliko ya ndani, mabadiliko ambayo yanaanzia ndani na matokeo yake yanakuja kuonekana nje. Katika hatua hii ndipo mtu ambapo anatamani kupokea hekima na viwango vikubwa vya maarifa, lakini pia ndiyo hatua ambapo mtu anaanza kufikiri kwa namna ya utofauti nje na alivyokuwa anafikiria mwanzo. Is the new consciousness. Lakini ndiyo hatua ambapo mtu anajitambua zaidi ya kwamba yeye ni nani na afanye nini. Kwa hivyo mifumo hii inaeleza kwa habari ya lengo la metano kwa vijana kuweza kujitambua na kuweza kujua kwamba wanatakiwa wasimame upande upi ili waweze kuwa watu ambao wataleta badiliko. Lakini kitu kingine katika mifumo hii ni shift of mindset, kubadilishwa kwa namna ya kufikiri na akili. Hii ni moja pia ya hatua muhimu sana na ya msingi katika maisha ya binadamu yoyote yule ambaye tunamuona. Kwa sababu katika hatua hii ndipo mtu badilishwa kutoka mawazo ya kijinga na kuja kuwaza katika namna ya tofauti, kutoka katika mfumo wa maisha ambao alikuwa anafuata hapo awali na kuamua kubadilisha mfumo wake wa maisha kufuata maisha mengine. Hivyo katika hatua hii metano ni mabadiliko ya maisha ambayo yanaleta matokeo mazuri kwa mtu ambaye hapo mwanzo hakuwa na matokeo mazuri. Lakini jambo lingine ni philosophical and psychological awakening, kuamshwa kwa kifalsafa na kisaikolojia ndani ya kijana. Hii ni moja ya sehemu muhimu sana katika mifumo hii miwili kuhusu metano, kwa sababu katika hatua hii ndipo mtu huanza kujiuliza maswali ya msingi kuhusu maisha na anaanza kupata kufikiria athari za maamuzi ambayo aliwahi kuyafanya hapo nyuma na matokeo ambayo aliwahi kuyapata, ili asiweze kurudia tena athari zile katika maisha yake. Lakini hatua nyingine ni moral orientation, kutengenezwa kimaadili. Maadili ni moja ya kitu cha muhimu sana ambacho kinahitajika katika jamii zetu ili kuweza kutengeneza sifa nzuri kama kijana. Hivyo katika mifumo hii miwili inaeleza kwa kina kwa habari ya kutengenezwa kimaadili, kuweza kufanyika mtu ambaye utakuwa na tabia njema na matokeo mazuri. Hivyo kwa umoja wake psychological na philosophical view kuhusu metano inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo kijana anatakiwa aweze kupokea mabadiliko ya ndani, anatakiwa badilishwe kiakili, anatakiwa aweze kuamka kifalsafa na kisaikolojia, lakini aweze kutengenezwa kimaadili. Ninakushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nami. Usikose kuendelea